jana na Thursday sikuwa. Jana nilifundisha one lesson about prayer, na leo nataka kwenda to another level. I want to change gears a little bit. Nataka kuongea habari ya kushughulikia misingi katika maisha. Dealing with the foundations. Misingi katika maisha. Misingi ni nini? Nitasema mwanadamu huoperate kulingana na foundation zile amejenga ama zile amekuta. Hallelujah. Amen. Mwanadamu hufanya kazi, huendelea katika life yake kulingana na misingi aliyojenga ama anayokuta katika maisha yake. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa nataka tuende katika kitabu cha Samueli wa pili. 2 Samuel chapter number 12. Kuna mambo ambao nitazungumza pale ambao yatatusaidia katika habari ya kufahamu jinsi ya kushughulikia misingi katika maisha ya mtu. How do you deal with foundations? Katika Samueli wa pili mlango wa 12 takusomea kutoka mstari wake wa 9. Ukisoma katika ile habari inakuja wakati Mungu alituma mtu ambaye anaitwa Nathan aende kwake Daudi. Taninulia kidogo tu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aende kwake Daudi. Kuna habari ambazo Mungu alimnenea kumhusu Daudi. Nao nitakupea picha kidogo kwa sababu nataka uwe na background hiyo kabla hatujasoma yale maandiko. Biblia inasema kwamba Daudi siku moja hakuenda vitani. Akaketi katika chumba ama mahali juu ya nyumba, akawa anajiangalilia. Na katika kujionea, Biblia inasema kwamba akamuona mwanamke fulani ambaye alikuwa anaitwa Bathsheba anaogea nje. Nimekuwa nikisema sijui kwa nini huyu mama alifikiria kuogea nje. Lakini kulikuwa na tabia hizo katika siku za zamani. Kuna mahali pana kidibwi, watu wanaenda pale wanaoga kisha unaendelea na maisha yako. Praise the name of the Lord. So I should believe probably that was the time ambao huyu Bathsheba alienda kujitakasa kulingana na sheria ya Mungu. Na siku hiyo Daudi ameketi juu ya nyumba, akatazama akamuona. Na Daudi akaulizia ni nani yule? Akaambiwa ni mke wa Uria, yule Muhiti. Biblia inasema kwamba akatumana aitwe, akaitwa. Mwanamke mjinga naye akafuata. Praise the name of the Lord. Ameolewa lakini akafuata. Akafuata yule aliyetumwa. Daudi akamchukua. Yule mama hakukataa mambo ya Daudi, amwambie mimi nimeolewa ni mke wa fulani. Lakini kulingana na neno akakubali, wakalala na Daudi. Akashika mimba. Akatumana kwa Daudi akasema, mfalme ujue kwamba mimi ni mjamzito na mimba ni yako. Daudi akatafuta ujanja wa kila aina. Akamuita Bathsheba. Akamuita samahani mmewe aje amuone mkewe. So atazamia pengine ya kwamba yule mume atakuja wakae na mkewe kama kawaida na desturi, kisha angesema kwamba pengine mtoto ni wake. Lakini yule jamaa alipokuja yeye alikataa kulala kwa nyumba, akalala nje ya lango la mfalme. Praise the name of the Lord. Sasa asubuhi yake Daudi akaambiwa Uria hakwenda kwa nyumba. Akasema sasa hii mambo ni gani? Akamwambia akae siku nyingine. Akampea mpaka pombe akakunywa. Mzee hakwenda nyumbani hata akiwa mlevi. Praise the name of the Lord. Alikataa. Naamini Mungu alikuwa anajaribu kuweka mambo haya kwa wazi ili Daudi aone makosa arekebishe. Lakini hakuyaona, hakurekebisha. So mwishowe Biblia inasema ya kwamba Uria mwishowe akaambiwa rudi vitani. Akapewa barua iliyosema vile atakavyouawa. Praise the name of the Lord. Amen. Akapelekea Joab, mpango ukapangwa, siku hiyo wakashambulia, watu wote wakaondoka, Uria akabaki, akauawa. Jambo lile baada ya muda kidogo, pengine mazishi imefanywa, mke wa Uria akalia kidogo, kisha baada ya pale tunasema kwamba Daudi akamchukua, akawa kama mke wake.
Praise the name of the Lord. Si lile jambo limefichika. Sasa hata waliokuwa wanajua, nafikiri wakasema hiyo jambo imefanya nini? Imekwisha. Lakini mimi nataka kukufuatisha katika neno, kwa sababu kuna mambo nataka tutazame. Biblia inasema baada ya lile jambo kutokea, baada ya hilo tendo kuwa, na Daudi amekaa na mama yuko karibu kujifungua ama amejifungua, Biblia haijaweka wazi kabisa, lakini neno la Bwana likamjia nabii yule, akaambiwa nenda umwambie Daudi mambo haya. Na ndiyo mambo nataka tutazama kutoka mstari wake wa 9. Biblia inasema kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Mstari wa 10, basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Biblia inasema, Bwana asema hivi, angalia, nitakuondoshea ama nitakuletea mabaya katika nyumba yako, nami nitakwatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Mstari wa 12, maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Mstari wa 14 ndio wa mwisho, lakini kwa kuwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yeye atakufa. Naye Nathan akaondoka. Kwa mstari wa 15. Bwana abariki maneno haya. Amen. Katika mistari hiyo ambao nimekupea, kuna kitu ambacho nataka uangalie. Daudi akatenda tendo, na katika kutenda lile tendo, Biblia inasema Mungu akakasirika. Now I want you to see some things ambazo zinaonyeshwa katika lile neno. Matendo aliyoyatenda, nimesema hata kuyaficha, alijaribu kuyaficha, aliyafunikia. Lakini hata wakati aliyafunikia, Biblia inasema Mungu hasira yake ilikuwa juu ya Daudi. Glory be to God. Amen. Tunaongea habari ya misingi. So nataka nikunenea habari ya jinsi misingi hujengwa. Because sometimes watu wengine ukiwaambia waanze kujaribu kubadilisha misingi ya maisha yao, wao hujiona ni wazuri sana, hamna kitu cha kubadilisha. Jambo la kwanza ambalo ningetaka kunena habari yake, kuna misingi aina 3 unayopaswa kuwa mwangalifu. Kama inaweza kuwepo, utafute jinsi ya kuigeuza. Msingi wa kwanza is what I call personal foundation. Msingi wa kibinafsi uliojijengea mwenyewe. Ni kitu gani umejijengea katika maisha yako? What is the structure that you have created in your life? Foundation ya aina gani umeweka? Hiyo ni ya kwanza. Number 2, kuna msingi ambao huwa katika familia. Family foundation. Msingi wa kifamilia. Unapaswa uwe mwangalifu. Maana msingi wa nyumba yenu, nitakuongelesha mengi baadaye, una umuhimu fulani katika maisha yako, na unaweza adhiri maisha yako katika njia moja ama nyingine. Number 3, communal foundation ama community foundation. Misingi iliyo katika jamii yenu. Wewe ni wa nyumba ya nani? Wewe ni wa bari ya nani? Familia yenu inajenga vitu vya aina gani? Waliokutangulia katika community wa Meru walijenga nini? Watu wa Kaderi walijenga nini? Watu wa area yetu ya Ruiru wamejenga nini? Because the things that are within your community, they may become a strangling hold ama a stranglehold katika life yako. Inaweza kuwa ndio itakayonyonga kile unafanya katika maisha yako. Tutaongea mambo haya in a short while. Praise the name of the Lord. Amen. Tumeelewana? Misingi ni aina ngapi?
Tatu. Msingi wa kwanza wa kibinafsi, personal. Number 2, family foundation. Number 3, communal. Msingi ulio katika jamii ama ya eneo lile umetoka, ama katika taifa ama kabila ambalo umetoka. Praise the name of the Lord. Now let's go back to where we began. Kwa sababu katika lile neno ninataka uangalie vitu ambavyo vinachangia katika kuweka msingi. How foundations are constructed. That is what I want us to discuss in a moment. Number 1, dhambi hujenga msingi. Dhambi ndio kitu kikuu katika ujenzi wa misingi. The sins ambazo watu wanafanya, iwe ni dhambi ya kibinafsi. Mtu binafsi anaweza fanya dhambi ambayo Mungu atakuja siku moja kuhukumu. Lakini before Mungu afike na hukumu, utakuwa umeshajenga mjengo ulio na shida katika maisha yako. A foundation that will trouble. Dhambi mtu asiangalie kwa jicho kidogo tu. Ati unasema hii kitu haina shida. Daudi nimesema alilala na mke wa mwenyewe, kisha akaua mumewe, na lile jambo akaficha, akalifunika, lakini ingawaje alilifunika halikuzuia ujenzi wa kitu ambacho kilimsumbua katika uzee wake. Glory be to God. Amen. Tendo alilolitenda lilimsumbua na likasumbua watu katika kizazi chake. I want us to look into these things. Ni dhambi tu amefanya. Amelala na mke wa mtu, kisha hakuishughulikia ile dhambi. Hakufanya chochote kuhusu ile dhambi, alikaa nayo. Na katika kukaa nayo ikajenga structure ambayo ilimtatiza. Hilo ndilo jambo ningetaka ushike sana. Na hili ni kuonye pia, wacha kupenda dhambi hata kama hauoni kama ina affect chochote. Siku moja dhambi italeta madhara katika maisha yako. You can't sin and live without a certain judgment, a certain consequence. Dhambi ile unafanya, kuna matunda itazaa siku moja. Na matunda yale itakayozaa utakulia, ama usipokula wewe, watoto wako watakao kufuata watakula matunda ya nyumba ile umejenga. Am I talking to somebody? Lakini nyinyi hamna shida, ama njoo unaweza hata nena kitu ambao haina mimi. Kuna mtu anasikia kitu ya kusaidia. Misingi unapaswa kufanya nini nayo? Kuna statement moja huwa anasema ya kwamba foundations or spiritual structures are created by men, and they can only be removed or recreated by men. Misingi ya kiroho ama misingi ya wanadamu hujengwa na wanadamu. Hakuna pepo ina uwezo wa kukujengea msingi kule utakwenda. Binadamu ndio wana mamlaka na uwezo wa kujenga misingi. Jambo lingine ambalo ningetaka ushike vizuri sana ni hili. Mwanadamu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kurekebisha ama kubomoa misingi aliyojenga. Only a man is capable of changing or rebuilding the foundations of his life. Hakuna Mungu atakaye kusaidia. Hakuna pepo itakujengea msingi mbaya, na Mungu hata kujengea msingi mzuri. Utajijengea misingi. Familia itajijengea misingi. Inachagua tutajenga nyumba ya aina gani, tutaijenga kivipi. Praise the name of the Lord. Amen. Na andika hivi kabla sijapita, tutaona mambo hayo baadaye. Foundations have effect. Foundations have, they create a certain effect. Misingi hujenga kitu ambao ninaita effect. Sasa Bwana asifiwe. Hiyo inaitwa nini? Ina madhara
athari zake katika maisha ya watu, maisha ya mtu, maisha ya jamii. Ina athari zake. Misingi si kitu unafikiria kwamba itakuweko tu hivyo, wewe utapita tu. Glory be to God. Amen. Tutakaposonga, Mungu akituruhusu, ningetaka kukuonyesha katika kitabu cha Joshua sura ya 6 mistari pale mwisho. Joshua akasema hivi: na mtu yeyote atakaye dhubutu kujenga Jericho, akijenga apoteze mwana wake wa kwanza, akifunga bao ya mwisho apoteze mwanawe wa mwisho. Jamaa moja akaja siku nyingi baadaye, akaanza kujenga Jericho. Yeye hakuweko Joshua kinena, lakini alipoanza kuijenga, kile kilichonenwa na kilichokuweko juu ya Jericho kikamwadhiri. Mtoto wake wa kwanza akafa. Akalia siku chache, akazika mtoto. Lakini baada ya hiyo alijenga akamaliza. Biblia inasema alipomaliza, siku alipoweka ubao wa mwisho, last born wake akafa. Yule mtu hakuna kitu alifanya. Yeye hakuwa mwana wa Jericho mbeleni. Lakini wakati kile kilijengwa na Joshua na maneno yake, yule mtu amekuja area iliyo na neno fulani linafanya kazi, liliathiri maisha yake. Guza mtu, mwambie usijifanye kwamba hauko. Mwambie misingi iliyo kwenu na iliyo katika eneo la kwenu inakuadhiri usiposhughulikia. Misingi hujengwa na wanadamu. Wanadamu pekee wana uwezo wa kuibadilisha. Praise the name of the Lord. Amen. Sina muda ningekufundisha kwa sababu katika hii kanuni ndiyo maana Yesu akazaliwa. Mwanadamu alipofungulia nyoka ambaye ni shetani njia ya kuingia katika dunia, Mungu akasema, na kwa mbegu ya mwanamke ndio atakaye kuja amukanyange nyoka kichwani. Are you getting what I'm saying? Yes. Kwa nini Mungu hakutuma Gabrieli ama Michael akanyange nyoka? Akasema uzao wa mwanamke ndio utakao mkanyanga nyoka kichwani. Maana ni msingi mwanadamu uliweka, lazima urekebishwe na mwanadamu mwingine. Amen. First Adam has given room to the devil. There can only be a change if we get another Adam to create a different structure. Are you hearing what I'm saying? Yes. So without another Adam, you cannot recreate the structure. You cannot change what is there. Manake ni kusema, msingi uliojengwa kwako, uliojengwa kwenu, uliojengwa katika eneo la kwenu, usipopata mwanadamu wa kushughulikia, hauwezi badilika. Kuna maneno huwa anasema sana, foundations are not accidental. Therefore they will not disappear accidentally. Hazikujengwa kibahati mbaya, hapana. Kwa sababu hiyo lazima kupatikane mtu ambaye analenga kufanya hivyo, kubomoa na kujenga. Sina muda. Nilikuwa nataka kueleza habari ya dhambi. Dhambi ni nini? Kuna dhambi ambazo huchangia katika ujenzi wa misingi. Kwa mfano, dhambi za uzinzi, kufinyilia watu, kuua, hujenga misingi. Umwagaji wa damu, particularly damu isiyo na hatia. Mtu anaua mtu ambaye hana hatia. Mtu anafinyilia watu, anatesa wafanyikazi, haribi mishahara, anakaa hivyo. Matendo ayatendayo kufinyilia watu kwake ni misingi anaweka na itamsumbua. Sema dhambi. Dhambi. Sema tena dhambi. Dhambi. Ndio jambo la kwanza utakalo jifundisha kuangalia katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 2. Kitu cha pili ambacho huweko katika ujenzi wa misingi ni kitu kinachoitwa traditions. Mila
na tunaweza ongeza desturi kusaidia katika ujenzi ama uimarishaji wa misingi. Kuna taratibu ambazo watu wanaweza fuata ambazo huchimba misingi fulani, huweka jamii katika misingi fulani. Kuna maeneo manne ya maisha ambao ni muhimu uyachunge, kwa sababu katika yale maeneo manne ya maisha ndiko misingi hujengewa. Wakati tunaongea habari ya traditions, andika very quickly. Number 1, mtoto akizaliwa, huo ni wakati wa kujenga misingi ama kuunganisha mtu na misingi fulani. Wakati wa mtu amezaliwa ndio wakati ambao kuna misingi hujengwa. Kuna misingi utaunganishwa naye katika siku ya kuzaliwa ama wakati umezaliwa. Maana wakati umezaliwa kuna mambo mawili ndani yake. Jambo la kwanza ni mapokezi utakayopokelewa nayo. How you are received when you are born can connect you to a foundation or create a foundation. Ulipokelewa na nani? Ukizaliwa upokelewe na jirani maga akutemee mate. Aseme tu maneno hapo tu akuite tagu kuisha wewe. Umeshaunganishwa na misingi iliyoko katika familia na itakusumbua. Itakusumbua. Najaribu kusema hivi kwa sababu unapaswa uchunge. Kama wewe ni mtu utaoa, utaolewa, umeoa, umeolewa, chunga wakati mtoto amezaliwa ni kitu gani unafanya katika mapokezi yake. Wacha kupenda kuita watu waje sijui wakushikie mtoto sijui wafanye nini. Wachana na wao. Na wengine huona kama opportunity ya kubarikiwa, at least apate 3,000, afanye ka shopping ya tunguo na nini, unaona kama ni raha. Watu wale wanakuja wakati mwingine wewe hauna ajenda ya vile watafanya. Wao ndio wanakuja na ajenda, wanakukaribishia mtoto kwa meza fulani, kwa barabara fulani. Hiyo itamsumbua mtoto. Na wewe pia inaweza kukuleta kwa msingi ambao utaregret maisha yako. Nisaidie usalimia mtu, muulize ulisalimiwa ulikaribishwa na nani na ulikaribishwa vipi? Alikaribishwa na nani? Alikaribishwa vipi? Bwana asifiwe sana. Tuachane na hivyo. Jambo la pili katika mtoto kuzaliwa ni jina atakalopatiwa. In the naming of a child, you are either creating a foundation or establishing the child on a certain foundation. Bwana asifiwe sana. So in the naming of a child, you should be conscious of what you are doing. Ni nini unafanya? Hallelujah. Amen. Just because baba yako alikuwa analima, sasa unaita mtoto mlimi. Kwa inaweza kaa kama kitu kidogo sana, in fact unaona kama umempatia jembe katika ulimwengu wa roho. Lakini ulichofanya, umechukua roho ya baba yako, ukaipea nafasi ya kupita ipate njia katikati katika maisha ya mtoto. Ukishafanya hivyo, umesha connect mtoto na msingi wa nyumba ya baba yake. Kilichoko katika huo msingi ndicho atakachopata katika life yake. Msingi ule ukiwa ni wa ming'ang'ano, ataishi kung'ang'ana katika life. Because ulimwekea katika huo msingi. Glory be to God. Are you hearing what I'm saying? Ni muhimu kwamba kuchunga katika wakati wa mtoto kuzaliwa, katika habari ya kuzaliwa, mapokezi yake na wakati wa kupewa jina. Uzichunge nyakati hizo mbili. Uziangalie sana, zisije zikajengea mtoto kitu utaishi kujuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Na uchunge kwa sababu wazazi wengine ni wajanja. Hata wakati
wakati unamwambia mtoto huyu anaitwa Christian. Anakuja Christian, umempea jina mzuri. Ai mudhuri nakwera. Mudhuri agochiarwa. So anakurudisha kule unataka kutoka. Maana anataka mtoto afuatishe jina la misingi ya kwao. So hata wakikuja waanze kusema tao, mwile mtita gule. Imwana kwao. Ibu kuigwa? My brother, that is Greek. I was telling them in Hebrew. Muzazi akija aseme mtoto ni jina yake. Aambiwe hakuna jina yako hapa. Huyu ni Njoroge, huyu ni Onyango, huyu ni Mutweli. Jina lake ni hilo. Sio hiyo ya misingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ninataka kusema jambo. Unaweza liandika, ingawaje lingekuwa nzuri kama lingeandikwa mwisho wa mambo manne ambayo nitakwambia. Niseme hivi. Katika majira hayo manne nimekwambia, yanayofuata mila na desturi, huo ndio wakati wa disconnections and connections. I hope you get what I'm saying. During the 4 seasons I'll talk about, one of them being the time of being born. At that junction, there is a way or room for connections and disconnections. Huo ndio wakati kuna mambo yanaweza katwa na yakatike. Huo ndio wakati kuna mambo yanaweza unganishwa na yaunganike. Hiyo statement unaweza andika, lakini kama wewe usahau, unaweza iandika pale mwisho nikikupea mambo mangapi? Manne. Bwana asifiwe sana. So, wakati wa kuzaliwa umeshika, ni wakati muhimu. Tradition ile mtafuata. Mtafuata taratibu ya nani? Mila za nani? Ni mila za wapi? Zinasema nini? Nani alianzisha mila? Kwa mfano habari ya jina, tufuatishe jina. Tuache kuita huyu mtoto yake tumuite mtoto ya mtoto yake aitwe Mwenda pia. Kwa sababu baba yake alikuwa anaitwa Mwenda, babu yake. Ilitoka kwa nani? Nani mwanzilishi wake? Alikuwa na mpango gani? Maana hicho unafanya bila kujua kitakukula baba. Traditions. So the second major point of the life of a man, unapaswa uchunge. Maana katika hiyo junction kuna mambo unaweza pitisha ama ukate. Ni wakati wa tohara, circumcision, change from childhood to adulthood. Haijalishi ni njia gani itatumika, lakini kwa njia yoyote mabadiliko katika wakati wa tohara ama wakati mtu anahesabiwa ametoka katika utoto ni mtu mzima, wakati huo ni wakati wa muhimu. Maana mila mtakayotumia itaamua msingi ambao mmeweka mtu juu yake. Mulitahiri mtoto katika barabara gani? Hiyo barabara kijana ametahiriwa kwa itakuwa barabara ya msingi wake. Are you in the house? Yes. Niulizie jirani kama anaelewa bado. Si unangoja majibu, muulize hapo unaelewa kama usaidie. Amesema namna gani? Anashika? Glory to God. So tunapatana mpaka pale. Wakati wa tohara, wakati wa shauri lile atakalopewa, kwa sababu ametoka mweze akoamwa ndaka, ile shauri atakalopewa na tradition itakayotumika itamjengea msingi ama imuweke kwa msingi na itaadhiri maisha yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu mmoja tulikaa naye wakati mmoja miaka ya zamani, na maongeo yale alikaa akiongea nilika langu, lakini yeye alikuwa ametahiriwa mbele yetu. Maongeo aliyokuwa anaongea nilimsikia nikajua hiyo kilera umepewa itakupoteza.
na maisha yake yamejawa na ming'ang'ano. Kwa moyo wangu nilijua siku hiyo, sikuwa nimefundishwa kile ninakufundisha, lakini nilivyosikia akiongea nilijua hiyo kitu itamsumbua. Nilijua shauri alilopewa ni la nyumba gani, na nilijua litamsumbua. Praise the name of the Lord. So what I'm talking about is this. Katika hiyo junction ya tohara, wewe hapana peleka kijana akatahiriwe na huko tu. Amen. Mrs. Baya, najua uko kwa barabara. Haya, natuambia. Najua kuna watu huona kama wako bali. Paka hiyo siku inafika, Justa, uko bali. Uko karibu tu. Siku zinaendaga hivyo tu unajikuta kioea huyu haya. Ande na mweze. Ai mweze okora. Kijana amekuwa, unajikuta kwa ile junction unajaribu kwa na pastor alisema nini? Msitupe hizi notes mnaandika. Enda uziweke mahali. Ni usiamu yako. Mahali unaweza toa usome. Bwana asifiwe sana. Amen. Ujikuta katika familia ambayo inaamini katika tohara ya msichana. Unatahiri msichana katika meza yako. Msingi upi unamwekea? Uambiwe hapa akukai kama msichana hajatahiriwa, so na wewe unaogopa, unaambiwa kataraaniwa, shosho alisema mtu asipotahiriwa kwa hii nyumba akiolewa atakufa, akizaa. Sasa wewe unaona wewe unabaka wakati ile watoto wako watakuishi, so unatafutia yeye dawa, unatuma yeye na huko Kirwa, anakaa na huko wiki mbili, alafu anafanya nini? Anarudi. Barabara uliyomwekea ni gani? Maana siku yake itakapofika maishani ya msingi kuangaliwa, atakuwa na tatizo. Sasa sina muda wa kueleza mengi. Nimesema katika wakati wa tohara, it is the second stage ya badiliko la mwanadamu. Mahali unaweza kata ile msingi alikuwa ndani yako, ama ujenge yeye juu ya ule msingi. Eneo la tatu ni eneo la ndoa. The time of marriage. Nasikia Job anasema amen. Ndio tumefikia point yake. Nimesema ya ine, si ya tatu. Ya ine. Ati ya ine. Job umepotea. Mimi nimesema ine ama tatu. Oh. Unajua ndio ako na interest maana hapo ndio mahali sasa mpira inaanzia. Mpira iko kwake sasa. Alright Job. It is, which one is that? The first one semeni ya kwanza kuzaliwa, alafu ya pili circumcision. Sasa nyinyi mnaandika point vile Mungu agua. Nimekwambia hivi, katika kuzaliwa kuna stage mbili, mapokezi na naming. Hiyo iko katika kuzaliwa. Sasa tuko pamoja. Mrs. Baya tayari alikuwa amesema lakini. Sasa tuko pamoja. So ya pili tukasema ni nini? Circumcision. Hiyo ndio stage ya pili. Kumbe unasikiza hivyo? Unajua wenye mmenyamaza hata anashindwa kama mnaelewa. Okay, sawa, mmenitia moyo. So ya tatu, stage ya tatu ni gani? Ndoa, marriage. On which platform and protocol will you marry? Will you get married? Msichana wako, kijana wako amefika kuoa, utamuweka katika jukwaa gani? Wakati huo ninasema wale wamekuwa katika harusi ambazo nimeshikanisha hivi karibuni. Nimewaambia hivi, siku moja Mungu alinitokea. Akaniambia jambo ambalo linishtua. Sikuwa nafikiri ndoa ni ya muhimu vile ambavyo ninachukua leo. Akaniambia siku ya ndoa ya mtoto ndio wakati amepewa nafasi ya kutoka katika nyumba ya baba yake akajenge nyumba yake mwenyewe. Akaniambia wakati huo ndio wakati watu wengi badala ya kuruhusu mtu atoke wa mkate,
aende kujenga kwake, wanamwambia wacha tukuongezee mabati hapa nyuma ya kwetu. Badala ya wamdisconnect ili ajenge nyumba yake independent, wanamuunganisha na ile yao, inaendelea ni ile nyumba tu. Kwa hivyo nyumba ya babu yako imeshikana na ya baba yako na ikashikana na yako, moshi wa guka yako utafika kwako. Salimia jirani, mwambie kama hujaolewa uko na bahati. Kama hujaolewa uko na bahati. Mwambie na kuomba tafadhali. Kuomba tafadhali. Usikubali moshi ya guka ikuje kwako. Usikubali wakuunganishie. Maana kile guka anapika utabidi ujue, na wewe ukipika anajua. Ni wakati wa watu kuelewa. At the time of marriage, Mungu akaniambia wakati huo kitovu kinaweza katwa, mtu awe independent. Amen. Creating a new foundation. Amen. A new marriage that is built in a certain platform. Amen. Mkikosa kujua hiyo, mnafuata taratibu ya Mumeru na Mkikuyu na Mkwelu ambayo kama msichana yako ninausa, unaita susu mwingine mzee ambaye hata hana meno hata moja, hata kuona haoni vizuri anatukii. Na si ati nadharau susu, lakini unaita yule amezeka, anajua mila zote, ndio anaingia. Ndio anasema ninasema hii to yako unaona baki ndetewe baki tubaku, yani anaanza vituko kwani hata wale wamekuja wengine, maana wale wanacheka wanasema waliitisha baki, hata wanachukua ka video maana kwao ni funny. Kitu wewe hakuna funny hapo, ni msingi unawekwa utakao adhiri maisha ya huyu ambaye anakwenda na mwenye kuungana naye. But Satan is a thief. Anataka kuiba doa isije ikajengwa kwa Kristo, ijengwe kule anataka. Na watu wengi hatuna habari. Unaita aniko mwari kiwoko cha ku ndio mmoja ni woka ajeni kama kanika changa girasi ila tu ndio ya balu anakunywa changa girasi tatu mambo inafuku sasa anaweza kuongea sema by the way kule huku kunaitwa kadeni. Na sasa hii area simu wetu wanaitwa Mugapi. Sijui na peana example. Mugapi simu. Na Dio alikuja juzi, sijagundua vizuri. Sasa unashindwa mambo ya simu Dio. Tunaikiana wapi na Dio siku ya harusi? Na mtacheka mfikiria ni vituko tu. Mwishowe anakuja akiwachekesha hivyo, anaiba mioyo yenu mpaka mnamfuata. Mwishowe anaangusha kile anataka. Nataka kiembe, nataka sijui nini, nataka nitengenezewe hii, na mwisho siku hiyo niletewe soda, na kwa sababu nyinyi ni watu wa kanisa, kuna kuaga na pombe, lakini tumeondoa pombe, tumesema mleta tu 1000 ngapi? 5. Naitishwa 5,000. Kulingana na wewe au kutoa pombe 5,000 ilikuwa badiliko. Badala ya ukuje na pombe ikiwa kwa mitungi, kuja na pesa tutajinunulia pombe. Bwana sifa. Baada ya muda mtu aliyeoa vizuri kanisani akafunganishwa harusi, na tukapiga kelele huko tukasema amepata mke, na tukaiba ikivito tiwa magedo ikivito tiwa magedo newa Emmanueli tiwa magedo, yani ni wa Yesu. Baada ya muda unasikia ndugu mama anakuja kuambia pastor, mimi pastor uombe. Mimi usiku nimesikia kaharufu. Msingi mlioweka kijana una pombe. Itamwita.
itaita brother hawa usuke ukifika hapo. Haleluya. Dada, ukifikiwa tafadhali usikubali kujengea mtu kitu iko na pombe huko chini. Atavuta. Taingia. Ilikuwa inaitwa nini? Ile ya Babsoa. Ndio ilikuwa inaitwa kapihote. Wewe kwani ya Mungu soma? Kapiralite. Ama ilikuwa inaitwa nini? Ndio hiyo tu. Unaona mimi niko mbele yako. Usiuwe ulikuwa umeshindwa. Kapiralite ile kuvuta. So kile kiko kwa msingi atavuta. Mlevi mgani anakuwa soba. So mtu anakuwa katika doa na si soba. Anakaa mlevi. Amwezi elewana, amwezi sikizana. So msingi aliowekewa siku hii una ulevi. So hata kama hakunywi physically, kwa akili ni mlevi. Haezi shika kichwa iko mtega. Bwana asifiwe. Mbakisha kidogo kumaliza. Tuende break alafu tutakutana. So stage ya 3 hiyo tuichunge ni vipi tunafanya. Ikifika siku mtu kwenu anaolewa, chunga patikwe sisi tulio kanisani. Usikubali kupelekwa barabara ambao itamtatiza na kumsumbua mtu miaka yake. Glory to God. Amen. Tuachane na hiyo twende stage 4. Jambo la hili ambalo katika hilo traditions ziangaliwe vile zinafanya kazi. No, kabla sijaenda la hili, hebu niseme hivi. Kuna katika ndoa ina maeneo haya. Yandike kwa kifupi. Ina maeneo haya. Eneo la mtu kutoka katika nyumba akienda kuolewa, the living kutoka. Anatoka vipi? Na nikwambie kama wewe ni msichana, hebu nikwambie hivi, na kwa sababu mambo hutokea, vituko hufanyika. Nikwambie hivi, hata ukasikia hauna nguvu ya kugoja mpaka ufanye harusi ya kanisa, njia ya kutoka kwenu inaweza kukujengea msingi ambao utaamua kile utakula in that marriage. Ukitoka kwa nyumba yenu na mlango wa nyuma, hakuna mtu anajua ni kuolewa umeolewa. Wewe ni kuibiwa umeibiwa, umejenga doa ya wizi, utaishi kuiba. Utaiba vitu vya mtu, lakini utaishi ndoa ambao ni illegal. It has an illegality. Ni ndoa imeibwa. There are things you cannot ask for because you are a thief. Kijana ukibeba msichana ya mtu na hakuna mtu uliambia umebeba, kutakuwa na shida. Nilikuwa mahali kulikuwa na negotiations ambazo tulikuwa tunafanya. So mzee mmoja akatuambia yeye ana msichana alipeana. Akaniambia alipeana hata hakupewa kitu kwanza. Akaniambia yeye si kuokoka, kijana hajaokoka. Akaja akamwambia mzee, wacha nikuambie mimi napenda huyu msichana wako na ninataka kwenda. Hawajaokoka na hawajatukuana, hawajalala kitanda kimoja, hawajalala kitanda. Si kuokoka, ni kujielewa. Akamwambia huyu binti yako mimi sijamchukua, nataka kuchukua kiharaka. Akaambiwa nenda ukuje na wazazi. Akamwambia ninakuja. Unafikiri alienda atikukaa siku 2? Alirudi siku hiyo. Ndio hawa si umesema wazazi? Ndio hawa. Akamwambia ya ulikuwa serious? Uko na nini? Sijui niko na nini hapa. Ikachukuliwa. Akaambiwa enenda na msichana ndiye huyo. Uhalali wa ndoa. Msingi mtakaoweka. Kabla
na mume, watu watambue lile. Ukilala na mtu, wewe sasa ni mwizi, na hicho umeiba kitakusumbua. Msichana hata akikwambia ukikataa nitakuacha, mwambie enda saa hii. Mwambie niache saa hii nione. Mwambie hata hufai kuwa mume ya mtu. Hata kama harusi ni ya kesho, mwambie kwenda kabisa, wewe hufai kuwa bwana ya mtu. Mwizi, unataka kuniiba, unataka tuibe. Mimi sitaki kuishi na ndoa yenye msingi ambao tuliiba. Siku ya kutoka ni ya muhimu. Number 2, recognition of your marriage. Utambuzi wa ndoa ni muhimu. Kutambuliwa kwa ndoa ni jambo ambalo lapaswa kutafutwa. Utambuzi wa ndoa ni kusema namna gani ndoa yenu ipate approval, iwe na mashahidi, watu ambao watasema Kirago na Muthoni wameshikana, wameenda, wamekuwa bibi na bwana. Awituke? Itambuliwe, sio muende irudi kutambuliwa. Itambuliwe kabla hamujaenda. Utambuzi huo unaipea kitu ambao niliita legitimacy, uhalali. Uhalali huo, kuna mambo hata mnaweza sema ibadilike na ibadilike. Kuna lugha mnaweza ongea isikike mbinguni. Kuna maongeo mnaweza ongea itambulike mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumepatana mpaka pale. Number 3, kuunganishwa kwenu. Mumeunganishwa vipi? Ndoa ilishikanishwa vipi? Ilishikanishwa tu na mtu ambaye ni traditional tu, tushikanishe kwa jina la Baba, la Mwana, la Mtu, ama alielewa ni nini nafanya. Because isiku ya kushikanisha si hata neighbor anaweza shikanisha watu. Kama hiyo ndio unafikiria kushikanisha tu, kuleta huyu atoke huku na huyu atoke huku, ni kushikanisha sio hiyo. Ni understanding ya kile unafanya na kuachilia kinachostahili. Number 4, the release of the blessing for the marriage. Kunenwa baraka juu ya ndoa ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe katika hiyo stage. Praise the name of the Lord. Sasa Mungu atabidi awasaidie. Unajua siku anataka kuanelea hizo tumambo tundogo zinajileta, lakini I hope kuna mtu anasaidia. Glory be to God. So atakaye waunganisha lazima awe mtu ambaye ana akili na ufahamu ni kitu gani na nyinyi hamjakuja mngeunganishwa hata na shushu yenu, kama ni mkono kutoka pande hii kushikanishwa na hiki. Pete mnaweza valishwa hata na muhidi. Sasa hiyo mnanunua. Si hata tu tunajaribu kabla tujanunua. Tunasikia kama inaingia, ama kuna mtu ananunua anasema by faith najua itaingia. Mwana wewe ulinunua by faith. So unachukua unaweka so anybody can put a ring on your finger. What is the procedure ambao unatumia? Protocol gani? Baraka ikitamkwa katika siku ya kuunganishwa inatamkwa vipi? Inanenwa na nani? Anaunganisha watu kivipi? Mungu abariki sana. Stage 4 ambao nilikuwa nataka kuzungumzia katika the traditions ambazo zinapaswa kuchungwa. Amongst the traditions, during the burial or the death of a person, kifo cha mtu na kuzikwa kwake ni siku ambayo yapaswa kuangaliwa. Maana katika zile traditions ama katika matendo mtakayoyatenda, mnaweza jenga ama mjiweke kwa msingi ambao mtajaribu kutoka mshindi. Bwana asifiwe sana. Iko na mtu hapa. Bwana asifiwe sana. Wewe umetoka huko. Tigania. Ni kuzuri sana, nimetoka huko. Ndio nimetoka nza hii bwana. Kwa naishi kulikuwa na mtu anipigia tupicha tuwili tutatu. Ni vile nilikuwa na haraka. Uzuri. Ndio nimepitia ile ya maua kuja Mekidori. Ndio nimekujia. Urembo, uzuri wake. Haya. Mzee Mtigania amekufa, anazikwa hadi.
kwanza anakuwa ameface upande wa Mlimani Nyambene. Halafu anazikwa after the sun has set. After the sun has set. Yes, the ile kuchimba. Ngoja. Kwa sababu ya recording pia. Hebu rudia tena. Yeah, anasema mzee akikufa kwa Meru